Waziri wa Katiba na Sheria ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Namtumbo, Dr. Juma Zuberi Homera ametoa fedha kiasi cha shilingi milioni 3.1 kwa ajili ya kujenga vivuko vya dharura katika mto Liyuni kata ya Mchomoro na mto Luwegu katika kata ya Likuyu Sekamaganga, ikiwa ni jitihada za haraka kabla ya serikali kutenga fedha rasmi kwa ajili ya ujenzi wa madaraja ya kudumu. Mapema hii leo, wakati akikabidhi shilingi milioni 1.6 kwa diwani wa kata ya Mchomoro kwa niaba ya Dr. Homera, Mwalimu Said Homera amesema ujenzi wa kivuko hicho ni muhimu kwa shughuli za uzalishaji mali na kwamba ukarabati huo utaleta tija kwa wakazi wa maeneo hayo. Nimekabidhi fedha shilingi milioni 1.6 kutoka kwa mbunge Daktari Juma Zuberi Homera, waziri wa Katiba na Sheria, kwa diwani wa kata ya Mchomoro kwa ajili ya kwenda kutengeneza kivuko cha mto Liyuni ambacho kitawasaidia wananchi wa Liyuni na Malima kwa ajili ya kuvuka kwenda kufanya shughuli zao za uzalishaji mali. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi hawa wa na Malima na Liyuni, hizi pesa walizopewa waende wakazisimamia kikamilifu na watekeleze vizuri na zitumike pesa hizi kwa makusudio ambayo waliyakusudia. Na hapa ni kijiji cha Mtonya. Dr. Homera ametimiza ahadi yake aliyotoa wakati wa kampeni za uchaguzi Oktoba mwaka huu, kuunganisha kitongoji cha Muungano na kijiji cha Mtonya. Akitoa salamu kwa niaba ya Dr. Homera, Mwalimu Said Homera amesisitiza kuwa fedha zilizotolewa zinapaswa kutumika kwa kazi iliyokusudiwa ili kuharakisha maendeleo ya eneo hilo. Wananchi hawa wana shida kubwa ya kivuko wakati wa masika. Kwa hiyo leo tumekuja kukamilisha ndoto zao, kwani kivuko kile kinawasaidia wananchi wale wanaoishi kitongoji cha Muungano na watu wengine wanaotoka hapa Mtonya na kijiji cha Minazini wanaokwenda kulima kule. Kwa hiyo niombe mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji cha Muungano, pesa hizi ikiwezekana kesho mwende mkaanze kufanya ile kazi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya viongozi na wananchi wa Mtonya na Mchomoro wamemshukuru Dr. Juma Homera kwa kufanikisha ujenzi wa vivuko hivyo, huku akiongeza kuwa amekuwa kiungo muhimu katika kuleta maendeleo katika maeneo yao. Na mimi kwa niaba ya wananchi wa kata ya Mchomoro kijiji cha Masuguru, napenda kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Juma Zuberi Homera kwa kusikiliza kilio cha wananchi wa Liyuni, na naahidi kwamba pesa hii itaenda kufanya kazi kama ilivyokusudiwa. Naitwa Bahati Ali Ngonyani, ni mhasibu wa kijiji cha Masuguru. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera kwa pesa hii ambayo ametupa kujengea kivuko cha mto Liyuni. Jina langu naitwa Kasim Buruha Negunda, ni diwani wa kata ya Likuyu Sekamaganga. Kwa fedha hii ambayo tumepata shilingi milioni 1.5 itasaidia kujenga kwa kiwango ambacho pikipiki zitakuwa zinapita muda wote, lakini bajaji pia zitakuwa zinapita. Daraja hili likikamilika kwa kiwango hicho itakuwa ni ukombozi sana kwa watu wa Muungano, lakini pia inatuunganisha na watu wa Kiburungutu, watu wa Likungira, watu wa Kiintambue, wote wanatumia kivuko hicho hicho kufika mashambani kwao. Kwa majina naitwa Kikomo Majaliwa Mrope, ni mwenyekiti wa serikali kijiji cha Mtonya. Nina furaha kubwa kwa ahadi ya Dr. Juma Homera, ahadi aliyokaahidi kutuletea pesa ya kujengea kivuko cha kwenda kwenye kitongoji chetu cha Muungano. Pongezi hizi nazitoa kwa dhati sana. Tunamtegemea ndugu yetu Dr. Juma Homera, ni mtu mchapakazi kama sisi anavyotuagiza, na sisi tutazidi kumuunga mkono ili tuwe pamoja. Kama anavyosema sasa hivi ni kukimbia kwenda mbio kwenda mbele, na sisi tunataka tukimbize ahadi hizi ili na yeye atufikishe sehemu. Mimi naitwa Ameli Selemani Simba, na mwenyekiti wa kitongoji cha Muungano, ambaye nilikuwa nalipia kitongoji kivuko kile, tulikuwa tunapata shida. Kwa leo Dr. Homera, tunakushukuru sana kwa kutupa msaada na kutuangalia kwa macho mawili, na sisi tutatekeleza kazi yetu kwa wajibu unayotakiwa, kwa sababu tulikuwa na kilio sana na kivuko hiki.
hatutafanya mizaa. Jina naitwa Maria Gerard Mbahala, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Mtonya. Mimi mtendaji nashukuru kwa kukamilika daraja hilo. Wananchi wangu nitawapata kwa muda wote, yani nikiwahitaji nitawapata kwa wakati, na sisi tutakuwa tunatembelea mara nyingi kule ili kukamilisha shughuli za maendeleo yanayofanyika katika kijiji changu. Naitwa Azizi Hussein Lipatika. Maendeleo yatakuwa mazuri sana pale kwa sababu daraja linatumika kupitia vijiji vingi, vitongoji vingi, na tulikuwa natumika sana pale, wananchi wengi tulikuwa naliwa na mamba. Haya sasa hapa mheshimiwa kwa msaada huu amekuwa ametusaidia sana. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujaliwa. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.